Unakwenda kumpa pesa aliyoifuata, si ndio maana yake? Unakwenda kumpa pesa ndani ya chumba changu. Unakwenda kumpa pesa kwenye nyumba ambayo mimi nalipia pesa zangu. Alafu nachukulia hizi, si ndio? Wa bro, wewe ni mke wangu. Alafu unaongea unageuka. Mangu muache jamani, mwache tamuumiza. Muache. Imekuwaje ndo narudi sasa? Samahani mume wangu. Jana tulichelewa kumaliza. Kwa nikaona muda umeenda sana. Nikaamua nilale tu kwa Amina. Sawa, pole. Moyo wangu umepoteza furaha, macho yangu yamekumbwa majeraha. Imani ndo iliyonipoza kuamini mapenzi, kumbe hayaminiki. Imani ndo iliyonipoza kumwamini mpenzi, kumbe haaminiki. Familia. Mwaka wana mawazo sana, unawaza nini? Kuna kitu hakiko sawa kaka. Ni kitu gani? Mke wangu leo amenidanganya. Na sio kawaida yake kufanya hivyo. Tatizo hilo. Hilo mzee tatizo. Hajawahi kudanganya. At the first time anakudanganya. Kwa experience yangu ndogo, hilo tatizo. Vipi, ushafanya uchunguzi? Au umeplani kufanya kitu gani sasa juu hili swala? Bado sijajua cha kufanya. Moyo wangu umepoteza furaha, macho yangu yamekumbwa majeraha. Shoga yangu, yaani we noma. Unajua siamini kama ongeza kudeti na ule Msukuma. Msukuma kiboko. Tena kiboko haswa. Kajua kuniweza. Kwa show ya jana. Hapa ndo nasadiki kwa Toma. Wanaume wa mkoani na wanaume wa Dar es Salaam, vitu viwili tofauti. Yaani hapa uwezi amini. Namfikiria yeye tu mpaka dakika hii. Kumbe basi mlivurugana. Maana huyo Msukuma alikuja kwangu asubuhi. Alikuwa anataka namba yako ya simu. Yaani katoka huko kote we. Kaja kukuomba namba wewe. Uwezi amini, tumelala mpaka asubuhi. Hivi unaelewa? Kwa show ya jana mpaka asubuhi tumeamka nacho. Ashindwe kuniomba namba mimi, aje kuombe wewe. We feti wewe. Umelala na mwanaume mpaka asubuhi? Mumeo jana alinipigia simu. Na nilimwambia umeshaondoka. Baada ya muda kidogo akanipigia tena, akasema umesharudi nyumbani. Mume wangu mimi kakupigia simu wewe? Khalas.
Nishaharibu shoga yangu, yaani nimeharibu, tena nimeharibu pakubwa. Na yote 9-10, uwezi amini, nimerudi nyumbani asubuhi hajaniambia kitu chochote kile. Yaani kafanya ni mtu ambaye hajui kitu chochote kile. Itabidi uwe makini. Haya, na vipi kuhusu Msukuma? Tunafanyaje? Kuhusu Msukuma shoga yangu, yaani kashani vuruga, kanichanganya, kanibinua. Yaani hivi unajua ninachokiongea? Simwachi leo, kesho, wala kesho kutwa. Kanivuruga hapa, akili zangu sijui ndo hazipo. Yaani sielewi chochote kuhusu Msukuma. Wewe kweli ndo umesha data. Shauri yako, ila tu umakini unahitajika. Wewe ni mke wa mtu. Wewe Msukuma ni mpitaji tu. Uwe tena na maneno yako. Haya, nitakuwa makini. Nimekuita hapa ili tuje kuzungumzia jambo moja ambalo linanihusu mimi. Nimekuja kukuambia ukweli kuhusu mimi. Unavyoniona hapa, mimi nina mume wangu na ninaishi naye. Nampenda sana mume wangu, namheshimu sana mume wangu, na sitamani siku ikatokea tukaja tukatengana kwa sababu yako. Ila toka nimekutana na wewe kwa mara ya kwanza, nimejikuta muda wote na kufikiria wewe. Nilikuwa na ombi moja. Naomba tufanye kwa mara ya mwisho, alafu after hapo kila mtu ashike 50 zake. Vipi kama nitashindwa kukusahau na kuzuia hisia jana mbele yako mama? Vipi kama nitashindwa kujizuia hisia zangu mbele yako? Kumbe wewe chizi, unajisikia unachokiongea? Yaani mimi kukupa nafasi wewe ukadeti na mimi, chukulia hiyo ni kama bahati kwako. Umesikia? Jiangalie wewe, afu niangalie na mimi. Una hadhi ya kuwa na mimi kweli? Look at me, up and down. Una hadhi kweli ya kuwa na mimi kaka? Ukiuliza hisia zangu zinampenda nani, stajibu ni wewe. Ukiuliza moyo wangu umezama kwa nani, majibu ni wewe. Lala, nakupenda wewe. Lala, sina mwingine. Hisia moyo uzungumza pale unapopenda. Shajifia, tafadhali kipenzi, usije nipa kalenda. Tunapendana sana, tumeshibana moya. Tunapendana sana, sana, sana. Hata nikiwa mbali moyo unazungumza, hata nikiwa mbali moyo unazungumza. Sitasema bye bye, sitasema bye bye. Feti. Feti.
Kuna shida gani? Hamna mwanangu. Mimi niko sawa tu. Lakini unajua kama mimi nakufahamu vizuri sana. Madhaifu yako yote najua. Ukiwa sawa nafahamu, ukiwa hauko sawa pia nafahamu. Sawa kama uko sawa, vizuri. Inakwaje? Sawa, niaje? Tukusaidie nini? Wewe pesa yako mbona nishampatia Amina? Ina maana hajakupatia mpaka dakika hii? Sijapata pesa yoyote mimi kutoka kwa Amina. Sawa, mimi acha niwaache. Baadaye. Na wewe vipi? Mbona hujaja na biashara leo? Biashara nimemaliza mapema, nikaona bora nipitie hela yangu. Ehe. Msukuma, umefuata nini hapa nyumbani kwangu? Uoni kama unataka kunisababishia matatizo? Feti, sema kama hujapenda kuniona mimi hapa niondoke. Hapana. Sio kwamba sitaki kukuona. Shida hapa ni nyumbani kwangu. Mwenzio nimekumisi, nimeshindwa kujizuia na jaribu kukaza lakini nimeshindwa. Yaani mwana nikiwa nituka getama saa yana tele loka chose na leo gacha na leo fikiria pia mambo gani na leo dumu kuita. Hata mimi nimekumisi pia. Kwa tuleta kilo. Ukiuliza hisia zangu zinampenda nani, stajibu ni wewe. Ukiuliza moyo wangu umezama kwa nani, majibu ni wewe. Nakupenda wewe, sina mwingine. Hisia moyo uzungumza pale unapopenda. Shajifia Okay. Unakwenda kumpa pesa aliyoifuata, si ndio manake? Unakwenda kumpa pesa ndani ya chumba changu. Unakwenda kumpa pesa kwenye nyumba ambayo mimi nalipia pesa zangu. Alafu nachukulia hizi, si ndio? Wa bro, wewe ni mke wangu. Alafu unaona mke kuna alafu yafaa popote utakapokukuta sehemu yoyote mimi lazima tamalizana na wewe. Unachukulia vipi mke wangu alafu unakuchukua poa babu? Alafu yaani una taibu. Yaani unawezaje kwenda kwa mwanamke? Tena mke wa mtu. Umeenda kujiachia kabisa kwa raha zako. Una haki ya kukute hayo. Tena shukuru Mungu umetoka mzima. Yaani shida sio mimi, shida ni moyo wangu. Yule binti bado mimi nampenda. Yaani hata inantogile geta moyo gani. Yaani atoweje kuoneka. Kwa ndelo nombe msamaha. Sawa, mimi nitajaribu kwenda kuongea naye kama atakubali. Yaani fanya hivyo, yaani mimi moyo wangu. Yaani antogile sana ndeko lomba. Na antogile sana moyo wangu ule utingina kwa ajili yako. Wewe naye bwana, nantogile utajua mwenyewe. Ndio ukome na wanawake za watu. Yaani hiyo kukoma sasa mimi ndo nashindwa. Yaani najaribu kujizuia lakini mimi nashindwa. Yaani nashindwa kumsahau. Litakukuta jambo wewe. Pole sana mwanangu. Yaani hiyo situation ambayo unaipitia hapo sasa hivi ni situation ngumu sana, naielewa. Alafu mbaya zaidi, wote sisi watoto wa kiume tuko na moyo mmoja. Tunaweza tukachepuka nje ya ndoa. Still bado mapenzi yetu yakabaki ya dhati kabisa ndani ya ndoa. Tofauti kabisa na watoto wa kike. Mwanamke akifikia hatua anakuchiti, anatoka nje ya ndoa, it means mapenzi yake kwako yamepungua 100%, yani yamekwisha. Mwanamke akikupenda 100% hawezi kukuchiti. Sasa nawaza kama mkeo kakuchiti, ni ngumu kuitamka lakini sina namna. Mimi ni mwanao, ama mtu mwingine yoyote kukuambia zaidi yangu. Oti,
kwa sasa hivi mwanamke wako hata akuombe msamaha namna gani, hahitaji kurudi kwako kwa namna gani, ninachokiamini mimi, mapenzi yake kwako haya hapa. Sidhani kama atakuwa na mapenzi yale ambayo alikuwa anakupenda kama kipindi cha nyuma. Haiwezekani, ni ngumu, kwa sababu tayari kuna third party imeingia katikati yenu. Kuna mtu wa tatu kashaingia kwenye mapenzi yenu. Ni ngumu sana ku maintain mtoto wa kike. Mtoto wa kike anampenda mtu mmoja tu, na ndiye huyo ambaye ametoka nje ya ndoa yako kaenda kukusaliti kwake. Huyo mtu ana mapenzi naye ya dhati kuliko wewe kwa sasa hivi. Hivi unajua, mara 10 ni bora mtu akwambie. Kuna mahali labda hauko sawa, kuna sehemu gani ambayo umeteleza, unakosea, ili ujue unarekebisha wapi. Lakini kinachoshangaza, muda wote unaokuwa naye mwanamke haonyeshi dalili wala ishara yote ya kutokuwa na mabadiliko yoyote. Yaani inakuja na kuja kufanya vitu pasipokuwa na sababu za msingi. Mara 10 tu bora mtu akwambie, ujue unakosea wapi, unajua unafanya vipi. Ujue ni kikweli mimi kitu kinachofanya sana. Alafu unajua James, mimi kiukweli naweza nikajikaza sehemu yote ile, lakini nikashindwa kuzuia moyo wangu kutokumpenda mke wangu. Kaka, mimi nampenda vibaya mno mke wangu. Yaani kuna namna nikimuona tu anabadilika, nakosa ujasiri, nakosa kabisa nguvu. Yaani kuna hali ambayo nakuta anaishi ambayo sio mimi kaka yangu, sio mimi. Pole sana Oti. Hiyo ni situation ngumu sana bro. I know it. Lakini mimi kuna idea nimeipata. Hey bro, hey. Sisi hatujaja kwa ugomvi hapa. Tumekuja kwa amani kabisa. Kuna masuala msingi ambayo mwanangu anataka kukuelekeza. Ni ya msingi, yani kusema ya msingi, yazingatie. Oya Oti, sema nayo. Kwanza kabisa samahani kwa ujio ambao sio rasmi. Lakini kuna vitu ambavyo vipo katika kichwa changu, nina maswali mengi sana ambayo nakosa majibu. Na naamini suluhisho ni mimi kukaa na kuzungumza na wewe. Nina vitu vingi sana ambavyo natamani kuvijua. Lakini pia kwa wakati mwingine sitaki kuvijua kwa sababu ya kuacha tu moyo wangu kuwa huru. Kiukweli sitamani kujua wewe na mke wangu mlikutana vipi. Na mlianzia wapi mpaka mkaa katika mahusiano. Kitu pekee ambacho kimenileta hapa ni kutambua mimi ni nani katika maisha ya yule mwanamke. Brother, yule mimi siishi naye kama mwanamke ambaye nimemuokota mahali ama tumechukuana tu. Yule ni mwanamke ambaye nilitoa pesa zangu nikawekeza upendo wangu kwake, na wazazi wakalithibitisha hilo kwa kutupa baraka zao na kupitisha ndoa kati yetu. Yule ni mwanamke wangu wa ndoa bro. Sijui wapi ambapo nimeteleza, ama sijui yeye wapi ambapo ameteleza. Sitaki kujua. Kitu pekee ambacho mimi nakiomba kwako, tafadhali, naomba uniachie familia yangu. Naomba usinivunjie ndoa yangu. Naomba usinitenganishe na familia yangu. Unasikia bro? Hapa mjini ukimtoa rafiki yangu, ukitoa na baadhi ya watu ambao wanafahamiana nao, hakuna mtu yoyote kaka
ambaye atakuwa ni mtu muhimu kwenye maisha yangu zaidi ya mke wangu. Tafadhali takuomba bro, hako chini ya miguu yako, thamini hili chozi la mwanaume mwenzako. Jaribu kuyavaa maumivu yaliyokuwepo katika moyo wangu. Jaribu uwe kuwa mimi, alafu elewa nini namaanisha kupitia haya machozi yanayonitoka. Mimi naamini wewe ni mwelewa sana. Sada, najua mwanamke wangu hawezi kukuacha, lakini wewe unaweza kumfanya akawa mbali na wewe. Tafadhali nakuomba kaka, nakuomba kaa mbali na mke wangu. Naomba uniachie faraja ya moyo wangu. Sawa bro, mimi nimekuelewa. Sitamsagilia tena mke wako. Na wikana kule sana. Na kwandija lero. Natomwegera. Ndi kwa apira gere na chimagichi muhasi. Natoge magere. Nokwegera jamaa zoya nawe noyaga. Kwa bro na kwa apia yake Mungu. Sitamsagilia tena mke wako. Waboi. Mwanangu amwaga chozi huyu hapa mbele yako. Ili chozi la kiume. Bro, mke wa mtu sumu. Ila vijana siku hizi mnasimama na maziwa. Ukirudia mara nyingine tutabadilisha misemo ya wahenga, na wahenga watu waamini. Kitakachokukuta usije kumlaumu mtu. Leo tumekuja cool kabisa. Hatuja kugusa wala hatuja kuletea harasi. Ni maneno tu. Ila wakati mwingine wahenga hawatopokea simu. Sama bro zangu. Nimeelewa. Bro, nitakaa mbali na mke wako. Sitomsumbua tena. Na kuanzia leo mambo unisamehe kwa yote niliyokutendea. Dada samani. Samani dada kwa usumbufu. Nilikuwa naomba kukuuliza. Hivi huyu Msukuma yupo? Msukuma? Msukuma mbona toka jana amehama? Huna taarifa hizo? Amehama? Ndiyo, ameuza kila kitu na ameondoka hapa. Yaani shoti amehama. Unamaanisha unachokiongea? Ndiyo dada, kwani kuna nini? Moyo wangu umepoteza furaha, macho yangu yamekumbwa majeraha. Imani ndo iliyonipoza kuamini mapenzi, kumbe hayaminiki. Ororo, imani ndo iliyonipoza kumwamini mpenzi, kumbe haaminiki. Navuta shuka na rara, mwenzangu kumesha kucha hivyo, anasema zake kama utani anaumiza, kama masiala yanauma, mapenzi yanachoma, mapenzi yanauma. Yameniumiza, 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 yameniumiza.
ni ugonjwa gani huu? Haya ni maradhi gani? Mbona siponi, siponi? Huu ni ugonjwa gani huu? Haya ni maradhi gani haya? Mbona siponi, yani siponi? Kilichontesa upofu wa macho, kupenda nisikopendwa, maradhi ya mapenzi. Kama utani yanaumiza, kama masiala yanauma, mapenzi yanachoma, mapenzi yanauma. Yameniumiza, yameniumiza. Yameniumiza, yameniumiza.